Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi. Hapa mtazamaji, na kuletea undani wa hukumu ya kifo ya rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Joseph Kabila. Mnamo Septemba 2025, mahakama ya kijeshi ya Kinshasa ilimhukumu kifo rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Joseph Kabila. Hukumu hiyo ilitolewa bila yeye kuwepo mahakamani. Umeibua mijadala mikubwa kuhusu haki, siasa na mustakabali wa taifa hilo. Kwenye upande wa mashtaka dhidi ya Kabila, Joseph Kabila alikabiliwa na mashtaka mazito yaliyohusiana na usalama wa taifa na haki za binadamu. Alihusishwa na tuhuma za uhaini, mauaji, ubakaji, mateso na kushirikiana na waasi wa M23 katika mashariki mwa Kongo. Mahakama ilisema kulikuwa na ushahidi wa kifedha na kijeshi unaomuunganisha na makundi hayo. Kwenye upande wa hukumu na adhabu, mahakama ya kijeshi ilimhukumu kifo kwa njia ya kupigwa risasi kulingana na sheria ya kijeshi ya Kongo. Zaidi ya adhabu hiyo, iliamriwa pia alipe fidia kubwa inayokisiwa kufikia kati ya dola bilioni 30 hadi 50 za Kimarekani. Kwa kuwa hukumu ilitolewa bila yeye kuwepo, bado kuna maswali makubwa kuhusu utekelezaji wake. Kwenye upande wa muktadha wa kisiasa na kihistoria dhidi ya Joseph Kabila, Kabila aliongoza Kongo tangu mwaka 2001 baada ya kifo cha baba yake Laurent Desire Kabila hadi mwaka 2019. Baada ya kung'atuka, alipewa nafasi ya seneta wa maisha, kitu kilichompa kinga ya kisheria. Hata hivyo, kinga hiyo iliondolewa, hatua iliyofungua njia kwa mashtaka haya. Wakati huo huo, Kongo ilikuwa ikikabiliwa na changamoto za usalama mashariki mwa nchi kutokana na vita vya waasi, jambo lililoipa serikali hoja ya kufungua mashtaka haya kwa Joseph Kabila. Kwenye upande wa mitazamo na majibu, kambi ya Kabila imepinga vikali hukumu hii na ikieleza kama mpango wa kisiasa wa kumtenga na kuondoa ushawishi wake. Serikali ya Rais Felix Tshisekedi imetafsiri kama ushahidi wa mapambano dhidi ya ukandamizaji na usaliti wa taifa. Mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu kama Amnesty International na mengine yameonya dhidi ya matumizi ya hukumu ya kifo, yakisisitiza kwamba Kongo inavunja ahadi yake ya muda mrefu ya kutoitekeleza. Athari zilizotarajiwa ni kwamba ndani ya Kongo hukumu hii inaweza kuibua misukosuko zaidi, hasa kutokana na wafuasi wa Kabila ambao bado wana nguvu kisiasa. Kimataifa, hukumu hii inaweza kuathiri mazungumzo ya amani na kuongeza mivutano na Rwanda inayoshutumiwa mara kwa mara kuunga mkono waasi wa M23. Ikiwa itatekelezwa, itakuwa mara ya kwanza kwa kiongozi wa zamani wa Kongo kuhukumiwa kifo tangu uhuru wa taifa hilo mwaka 1960. Hukumu ya kifo dhidi ya Joseph Kabila ni hatua yenye uzito mkubwa. Wapo wanayoiona kama mfano wa uwajibikaji wa viongozi kwa makosa ya kihistoria, lakini pia wapo wanaoiona kama silaha ya kisiasa yenye uwezo wa kurudisha Kongo katika mzunguko wa ghasia na mgawanyiko. Mtazamaji, baada ya kuangazia undani wa hukumu ya kifo kwa rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila, sasa tuichambue hukumu hii kwa undani kabisa tuweze kujua. Tuanze kwenye kipengele cha upungufu wa mchakato wa kisheria. Hukumu ya kifo kwa rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila kwanza kabisa imezua mshangao mkubwa kwa sababu imetolewa ikiwa yeye hayupo mahakamani, na misingi ya sheria ya haki za kimataifa inasisitiza kuwa mtuhumiwa ana haki ya kujitetea mbele ya mahakama. Kwa hiyo sasa tayari hukumu hii inaleta mashaka. Swali ni je, ni uamuzi wa kisheria wa kweli au ni sehemu ya mchezo wa kisiasa? Lakini kutopewa nafasi ya kujibu tuhuma kuna ifanya kesi hii kuonekana kama ni dhaifu kisheria, ambapo sasa jambo linaloweza kudhoofisha uhalali wa hukumu yenyewe. Kwamba Kabila hakuwepo mahakamani, inakuwaje sasa hukumu iweze kutoka? Kwamba labda kuna uamuzi wa kisheria wa kweli au kuna maswali kwamba ni sehemu ya mchezo wa kisiasa? Lakini tuje kwenye upande wa mvutano kati ya sheria na siasa. Mtazamaji wa Zone Media, ni nadra sana katika historia ya Afrika kiongozi wa zamani kuhukumiwa kwa kiwango hiki. Lakini kwa Kongo, hii inakuja katika kipindi ambacho Rais Felix Tshisekedi anapambana kuimarisha mamlaka yake na kuondoa ushawishi wa mtandao wa Kabila. Kwa hiyo sasa, kwa hukumu hii inaweza kutazama si tu kama jaribio la kusafisha historia ya ukandamizaji katika DRC, lakini pia inaweza kuwa ni hatua ya kumaliza kabisa urithi wa kisiasa wa Kabila katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo inaonekana kwenye hili Rais Felix Tshisekedi anapambana kuweza kumaliza
ule urithi wa kisiasa wa Kabila katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini athari za taasisi za taifa ni kwamba hukumu hii inaiweka DRC kwenye njia panda. Ikiwa itatekelezwa, inaweza kuonyesha taifa linalojaribu kujenga mifumo ya uwajibikaji wa juu, lakini pia kwa upande mwingine itaonekana, yani inaweza kubomoa imani ya wananchi kwa taasisi za kisheria endapo itaonekana kuwa ni kisasi cha kisiasa. Ikitokea Joseph Kabila hukumu haijatekelezwa, tayari kuna viongozi wengine wanaweza wakapata mashaka. Upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza pia ukapata mashaka, lakini pia hata M23 wanaweza wakachochea zaidi mvutano na serikali ya Rais Felix Tshisekedi, ambapo mvutano huu kwa sasa hivi pale Kongo umekuwa ni mkubwa sana, huku mara kadhaa mashambulizi yakiripotiwa. Lakini licha ya kuwepo na makubaliano kusitishwa kwa vita katika maeneo hayo, amani iweze kupatikana, lakini bado amani imekuwa ni changamoto katika maeneo kama Bukavu, Goma na maeneo mengine. Lakini kwa pale Kongo, Kabila na wafuasi wengi sana, hasa miongoni mwa makundi yaliyonufaika kisiasa na kiuchumi wakati wa utawala wake wa miaka 18 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo kuhukumiwa kwa kifo kunaweza kuchochea hasira, hisia za kisasi na hata kuamsha upinzani mkali dhidi ya serikali ya sasa. Kwa upande mwingine pia kuna wananchi pale Kongo ambao wameathirika na machafuko mashariki mwa Kongo, ambao wanaiona hukumu hii kama ishara ya haki, na mgawanyo huu wa kijamii unaweza kuchochea zaidi hali ya kutokuwa na amani. Wapo ambao wanaona hukumu hii ni sahihi kwa rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila, lakini wapo ambao wanaona sio sahihi kwa mfuasi wao kuweza kuhukumiwa kifo wazi kabisa. Lakini kwenye mtazamo sasa wa kikanda na kimataifa dhidi ya hukumu hii ya rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, hukumu hii haiwezi kuangaliwa kwa macho ya ndani pekee. Mashariki mwa DRC tayari ni kitovu cha mvutano unaohusisha Rwanda, Uganda na hata mataifa makubwa ya magharibi. Hukumu ya kifo dhidi ya Kabila inaweza kuathiri majadiliano ya amani, kuleta mgawanyiko zaidi wa kidiplomasia na kuweka Kongo katika mvutano na mashirika ya kimataifa yanayopinga hukumu ya kifo, mfano Amnesty International. Kwa mataifa ya kigeni, hii ni changamoto ya kuchagua kati ya kuunga mkono uwajibikaji wa kihistoria au kulinda uthabiti wa kisiasa wa eneo zima la Maziwa Makuu. Lakini kwa ujumla, ukitazama hukumu hii, hukumu ya kifo ya Joseph Kabila imebeba maana tatu kwa wakati mmoja. Moja, inaweza kuonekana kama jaribio la haki kwa wahanga wa vita, lakini mbili, kama mbinu ya kisiasa ya kuondoa ushawishi wa zamani, lakini tatu, na kama tukio la kihistoria linaloweza kubadilisha namna Afrika inavyowajibisha viongozi ambao wamekuwa si waadilifu wanapoingia madarakani. Mtazamaji, nimekuletea kwa undani kabisa hukumu hii ya rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, ambapo amehukumiwa kifo na mahakama ya kijeshi ya DRC siku ya tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2025. Hii ni Zone Media mtazamaji, jina langu naitwa Victor Moshi. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.